Karibuni sana katika press conference yetu ya Leonibet. Mimi naitwa Baraka Mpenja, balozi wa Leonibet, na leo ni siku kubwa ambayo kama alivyosema boss Jerome, tunamtambulisha mchezaji mkubwa wa kimataifa wa Tanzania Simon Happy God Msuva kuwa balozi wa kampuni hii bora kabisa ya kubashiri hapa Tanzania. Sisi kama Leonibet, moja kati ya sera yetu ni kusapoti vipaji kwa vijana. Unasapoti vipaji kwa namna gani? Ni kwa endorse, kuwapa mikataba ya ubalozi kama ambavyo tumefanya kwa Simon Happy God Msuva. Wote hapa ni wanahabari, tunafahamu uwezo aliokuwa nao Simon Msuva kwenye kucheza kandanda. Ameshatumika hapa Tanzania kwa kiwango cha juu kabisa akiwa mchezaji wa Young Africans, nafikiri mnakumbuka. Lakini ameshafanya makubwa sana Morocco, Difa Hassan El Jadida. Kashacheza timu bora kabisa Wydad Athletic Club ya Morocco. Lakini tunavyozungumza hivi sasa yuko Nabi Kalaba ya Iraq. Na ni mchezaji ambaye katika timu ya taifa ya Tanzania mpaka sasa hivi yuko nyuma ya mfungaji bora muda wote Mrisho Halfan Ngasa ambaye ana mabao 25. Yeye ameshaweka kambani magoli 24 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unaweza kaona kipaji alichokuwa nacho Msuva, thamani aliyokuwa nayo Msuva, na namna ambavyo amekuwa role model wa wachezaji wengi Tanzania. Ukimtaja Msuva katika level ya timu ya taifa, ni mchezaji ambaye anatazamwa na vijana wengi, na sisi tunahitaji kusapoti kipaji chake, na sisi tuonekane kwamba tuko na yeye kwa sababu watu wengi wanamtazama. Na sisi kama wanahabari tumeshamtangaza sana Msuva, tumeshamhoji sana, ametupa content mara nyingi katika timu ya taifa akiwa mchezaji wa Yanga, na mara zote amekuwa ni mchezaji mwenye ushirikiano mzuri. Wale ambao wamefanya kazi na Msuva kwenye kuhojiana wanafahamu, miongoni mwa wachezaji ambao hawana nyodo, hawana maringo kabisa ni pamoja na yeye. Na kwa sababu Msuva ni mchezaji ambaye anasapoti kazi za wengine, tukiwepo wanahabari, namuona Isaya Dede tumeshamhoji Msuva tena mara nyingi, anakupa interview paka dakika 15-20. Kwa level yake ni ngumu sana kupata kitu kama hicho. Leo hii anatambulishwa hapa kama balozi wa Leonibet, Simba la Mikeka. Maana yake kama wanahabari tunahitaji kumsupport Simon Msuva kwenye jambo hili, ili kupeleka kwa watu kwamba Leonibet Simba la Mikeka wanamsupport Msuva na kipaji chake, ili wale wanaomtazama kama role model wazidi kumtazama na kuona yeye anazidi kung'ara. Zamani kidogo, wakati Msuva anaanza kucheza mpira, akianza kuonekana kwa kiwango angalau kikubwa Moro United, baada ya kutoka academy ya Azam Football Club, alipoenda Moro United, wakati ule ilikuwa ni ngumu sana kuona mchezaji anapata endorsement kama hivi. Na ni kwa sababu soko halikuwa linatambua vipaji vya wana michezo. Lakini leo hii ni rahisi kabisa kwa kampuni nyingi kuingia mikataba ya kibiashara na wachezaji hawa ambao maisha yao ya kucheza mpira ni mafupi sana. Baada hapo wana maisha mengine marefu sana huko mbele ya safari. Ataitwa mchezaji mstaafu, ataitwa gwiji wa soka la Tanzania. Wakati anaitwa gwiji, inabidi mfukoni awe sawasawa. Na kuwa sawasawa ni kufanya biashara na kampuni nyingi ambazo zinataka kumfanya awe juu zaidi. Na sisi tumemchagua yeye kuwa balozi wetu. Ni uchaguzi sahihi kwa sababu miongoni mwa wachezaji maarufu zaidi Tanzania, Msuva yuko hapa. Kwa sisi ni furaha kubwa, ni siku kubwa kwa kumsaini mchezaji mkubwa ambaye ana thamani kubwa sokoni. Kwa tuko hapa kuwaambia wa Tanzania kwamba Leonibet Simba la Mikeka, hii ni kampuni bora kabisa ya kubashiri ambayo tuna zaidi ya mwaka sasa. Tumeshafanya anniversary ya mwaka mmoja, na watu wameshapata pesa nyingi sana kwenye kampuni hii kwa kushinda bet mbalimbali, na bado wanaendelea kubet. Tunafanya biashara ambayo inawavutia watu wengi, na sasa tunamleta Msuva ambaye tunaamini kupitia yeye ambaye anaonekana katika namna mbalimbali, anaonekana katika mitandao ya kijamii, anaonekana katika mechi za timu ya taifa, na anaonekana katika timu yake ya Nabi Kalaba ya kule Iraq, tena akiwa mchezaji muhimu kabisa kwenye kikosi cha kwanza.
na kota anakoenda amekuwa ni mchezaji mkubwa ambaye amekuwa akianza kwenye kikosi cha kwanza. Alivyokuwa Wydad, mnajua Wydad ni miongoni mwa timu kubwa kabisa, lakini alikuwa katika starting lineup mara nyingi ya Wydad. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana kiwango kikubwa sana. Na hivi sasa tuko katika qualifiers za World Cup. Of course Tanzania tumeshatolewa, lakini mwezi Desemba Msuva anakwenda kuonekana katika michuano ya AFCON, kwa maana finali za mataifa ya kombe la mataifa Afrika. Tuna mechi kama Tunisia, tuna mechi na Nigeria, tuna mechi na Uganda. Msuva anakwenda kuficha na anakwenda kuwa mchezaji wa kwanza, wala hakuna wasiwasi. Kwa sisi tunaamini brand yetu itabebwa vizuri kabisa na Msuva. Ataitangaza Leonbet katika mechi hizo, lakini pia katika shughuli zake binafsi. Msuva anafikiria kuwa na taasisi ya kusaidia vipaji mbalimbali. Tunaamini tunamsupport katika njia sahihi, na Msuva amekuwa ni mtu wa kurudisha kwa jamii. Bila shaka jambo hili pia litamsaidia. Kwa hiyo wito wangu kwa wanahabari wenzangu, tusupport kazi za Msuva, tusupport harakati zake za kurudisha kwa jamii, tusupport mikataba yake ya kibiashara ambayo anayo. Mojawapo ni huu ambao anaingia leo na kampuni bora kabisa ya Leonbet. Kwa hiyo Msuva, karibu sana. Asante. Mimi nipo muda na wanahabari wanakufahamu na bila shaka wanatamani kuzungumza na wewe na kukusikia. Ni muda mrefu hawajakusikia katika mazingira kama haya. Kwa hiyo ni nafasi yako kwako kuzungumza na Watanzania, kuzungumza na wanahabari kuhusiana na endorsement kubwa hii ambayo umeipata kupitia kampuni yetu bora kabisa ya Leonbet, Simba la Mikepe. Karibu sana. Asante sana.